Williams, tumewashuhudia Young Africans zidi Azam. Mimi kwangu na wito ulikuwa ni mchezo wa kimbinu zaidi, na mbinu za Ibenge zimeshindwa kufua dafu kwa upande wa kocha Pedro Gonçalves. Nini ambacho umekiona kwenye dakika ya 90 za nusu fainali ya kwanza? Ni nusu fainali ambayo tunaweza tukasema tumeona mpira wa heavyweight. Tumeona mpira mzuri sana upande wa Azam, pia upande wa Yanga tumeona mbinu za makocha wote ambazo zilivyokuwa zinafuana. Pia katika mechi ya leo pia tunaangalia uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Kimbinu nadhani Yanga walichowazidi Azam leo ni namna tu Yanga ambavyo wameuzoea ule uwanja, wakafanya mashambulizi ya haraka. Goli la kwanza mpaka la pili ni utofauti tu kama dakika 10 hivi, goli la kwanza na la pili namna ambavyo limepatikana. Kwa hiyo ukiangalia Yanga kitu ambacho kiliwabeba leo ni kwa sababu ule uwanja wameutumia kama uwanja wao wa nyumbani mara nyingi. Kwa hiyo moja kwa moja Yanga leo ni kama alikuwa nyumbani. Ndio kitu ambacho kimempa faida. Lakini ukiangalia namna ambavyo magoli yamepatikana, kwanza tunawapongeza watu wote ambao wamehusika na magoli. Ukimwongelea Alan Okello, namna ambavyo alikuwa ni maeneo sahihi sana. Kwa upande wangu Alan Okello kwenye mechi ya leo hapaswi kuwa man of the match, ila ni mchezaji ambaye kwa sasa hivi Alan Okello ni mchezaji ambaye amehusika na ana mchango mkubwa sana kwa namna ambavyo Yanga inapata matokeo. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwenye kosti ya Yanga sasa hivi Alan Okello pia ni mchezaji hatari. Mchezaji ambaye anafaa kuwa man of the match kwa upande wangu ni Duke Abuya. Ametimiza majukumu yake kwa karibia 80% kiwanjani. Amekanyaga kila eneo la kiwanja ambako lina nyasi, amehusika moja kwa moja. Kwa namna ambavyo amecheza leo, mimi kwa upande wangu Duke Abuya ndio anafaa kuwa man of the match. Pia kwa upande wa Azam mchezaji ambaye ni hatari nadhani ni Faisal Salum. Pamoja na Yanga kwenda kupata matokeo, goli la Faisal Salum ambalo halikuwa na faida yoyote kwenye nusu finali ya kwanza, lakini ameonyesha ni mchezaji wa namna gani. Ndio itafikia kipindi kwamba tuseme ugomvi pengine waliokuwa nao Faisal Salum na Djigui Diarra waumalize. Nadhani ukiachana na score ambayo leo Faisal amepata, ameharibu clean sheet pia ya golikipa wa Yanga. Pia nadhani kwenye mechi ya kwanza tuliona kuna shuti moja lilipiga kama fataki za Iran. Nadhani kwenye mechi ya kwanza kama unakumbuka, ambalo lilipita juu ya lango. Kwa moja inaonyesha Faisal Salum ni mchezaji pekee pengine kwenye Azam alobaki, na pia ni Mtanzania pekee ambaye ana hadhi ya kuimbwa sana, isipokuwa tu ni kwa sababu yuko katika timu ambayo haina mashabiki wengi. Pengine angekuwa Simba au Yanga ndio mchezaji pekee wa Kitanzania ambaye angekuwa na thamani kubwa na ndo ambaye angekuwa anaimbwa, kwa sababu ni kiungo mzuri pia ambaye hata wachezaji wa kigeni kuna vitu vingi ambavyo wanatakiwa waje wajifunze kwa Faisal Salum. Kwa hiyo mimi nawapongeza Yanga kwanza kwa kwenda kwenye fainali, kwa sababu wameiheshimisha muungano, kwamba uwe ni muungano ambao timu sio kwamba inaleta kikosi legelege, imeleta kikosi kizuri sana, na Yanga wamepania, pengine wanaonekana wako serious kwenda kuchukua ubingwa huu wa muungano, ambao ubingwa huu sisi Simba tulikuwa pia tunawategea Yanga. Kama leo Yanga angetolewa, kesho golini si angeleka Mwangosi. Kwenye ushambuliaji kule Lucien Dorok na yule Mbegu. Kama leo Yanga angetolewa, kesho brother ndio ungeona kituko. Yani kesho ungeona kituko kwamba Kasari goalkeeper anacheza namba 7. Lakini kwa sababu Yanga wameenda wameheshimisha na wameenda kwenda kuwin, wameonyesha wako serious. Sababu tulikuwa tunasikia tetesi ndogo ndogo kwamba wataweka kikosi cha kawaida Yanga ili kusudi kwa sababu muungano kama watu wengi wanaipuuzia, wajivunje warudi kuja kufanya maandalizi dabi tarehe 3. Na sisi tukasema mkitutega huo mtego ambao mtatutega na sisi tunawatega huo. Lakini Yanga wameheshimisha muungano, wameenda kuweka kikosi kizuri ambacho kimepambana na tumeshuhudia mpira mzuri. Kwa hiyo moja kwa moja na sisi kesho tunaenda kuyatendea haki mashindano haya ya muungano, kwenda kuweka kikosi kizuri, tuende tukamfunge Mlandege ili kusudi tukutane kwenye fainali dabi ya kwanza ya maandalizi kabla ya dabi ya tarehe 3 icheze hivi visiwani Zanzibar, na kwenye uwanja ule ule ambao Kasim Mpanga alifanya tukose matokeo. Kwa hiyo tutaenda kuwauliza Yanga kwa nini mlipata draw hapa ya kugawana alama moja. Baada ya mechi hiyo tunakuja kwenye mechi nyingine ya Meja General Samuyo. Steve Beka kuonekana katika mchezo huu wa nusu finali ya kwanza, nini anaashiria? Dabi anaitaka hata kwenye muungano? Anaitaka kwa sababu ameenda kuangalia mbinu, pia ameenda kuangalia uhatari wa baadhi ya wachezaji ili kusudi anapoenda kusuka mbinu zake aandae dawa kwamba Yanga atawapige kwa silaha gani, kwamba ni wapige na nuclear au ni warushie drone hizi ndogo ndogo
kama wanavyovitumia Iran. Kwa moja ameenda kuangalia ule uhatari wa wachezaji, amegundua na kwenda kuangalia mifumo pengine ya kocha ni namna gani pengine ataenda kuingia nao kwenye dabi. Dabi kuna wakati mwingine unaweza kuwa na wachezaji wa kawaida lakini wewe ikakupa win-win. Ukaenda moja kwa moja ukawini kutokana na mbinu za kocha. Unaweza kuwa na wachezaji wa kawaida lakini mbinu za kocha zikawa bora, ukaenda ukanufaika kutokana na kuwa hivyo. Lakini unaweza wakati mwingine ukawa na wachezaji hatari na kikosi chako ka heavyweight ukaenda kufeli kutokana na mbinu ambazo utaenda kuingia nazo kwenye mchezo. Kwa hiyo kocha pale ameenda kuangalia ni wachezaji gani ambao wenye hatari, ili kusudi Simba tukienda hatua ya nusu ya finali tunapoenda kucheza kwa Yanga ili kusudi mbinu zake zikawe mbinu bora sana. Kuna Alan Okello, alafu kuna Dube Mpumelelo. Nini ambacho umekiona kwa wachezaji wawili kwa namna wanavyocheza? Magoli yote mawili kwa siku ya leo wamehusika wote wawili. Dube anaonyesha alipokuwa Azam wa kuondoka vizuri, walikuwa wanamlishaga Azam ugali na ice cream. Ndio ameenda kuonyesha leo kwamba mlinitoa kwa manyanyaso, ngoja niwakomeshe leo, ngoja niwalipe. Ndio Dube alichoenda kukifanya. Na pia Alan Okello anaweza sana kucheza ile namba pengine kuliko akitokea sana pembeni. Pengine ile namba kocha ndo anamweka, kwa sababu ukiangalia magoli na muendelezo wa Alan Okello kwa namna ambavyo amecheza mechi nyingi akiwa kwa upande wa Yanga, akiwa katikati ndio anaonekana anafanya mikimbio mizuri na anafanya touching pass za umakini na za uharaka na sahihi sana kwa namna ambavyo anafanya. Dube kwenye mikimbio sahihi, pasi namna ambako ameweka. Dube alikotokea pia hakuwa na yani kutumia muda mwingi wa akili, ni kwenda tu kufanya kuchagua mpira na uweka sehemu gani na kwenda kufunga. Kwa hiyo nadhani kama ataendelea vile vile Alan Okello ndio atakuwa mchezaji hatari sana kwa upande wa Yanga, kwa sababu hataki kudrive mpira kwa muda mwingi sana. Yeye akichukua mpira anauachia mpira utembee, ili kusudi uende kusogea kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji wa kiwanja. Ukiangalia hata mechi ambazo amecheza kwenye ligi, karibia mechi 3 nadhani, ukiachana na ile mechi ya Pamba, namna ambavyo wamefanya kwa namba ile ambayo anacheza, anafanya vitu kwa umakini sana. Huyu ndio Alan Okello ambayo mashabiki wa mpira na wapenzi wa mpira waliokuwa wanamuongelea, sio yule Alan Okello aliyevaa kinyago cha wachezaji wa Keko Furniture, lakini huyu ndio Alan Okello ambaye professional wa kutoka Uganda. Ni kweli Damaro ana kiwango cha kawaida? Inategemeana kwenye mechi. Sasa hilo ndakujibia kwenye mechi ya dabi. Nijibu kwenye mechi ya dabi. Hilo swali lako wewe litunze na ulikumbuke, kwenye mechi ya dabi ndio ndakujibu swali lako kwamba Damaro Kamara ana kiwango cha kawaida au Damaro Kamara ni mchezaji ambaye anapaswa kucheza. Kuna wakati mwingine mchezaji anaweza akawa mchezaji mzuri kwenye mechi kutokana na mechi namna ambavyo unasema kismart. Yaani kuna mechi wewe inakukubali tu, yani mechi inakukubali tu. Lakini kuna mechi zingine ambazo zenye kaliba ya wachezaji ambao wenye daraja la juu kabisa, ndio utajua kabisa hapa mchezaji blaza hapa mchezaji moja kwa moja hapa hatuna. Yaani mchezaji hatuna. Mwangosi alisajiliwa kwenye uwanja ule na uwanja ule ndio utampa atma ya kuondoka Simba Sport Club. Si umenielewa hilo? Umeelewa hicho kitu? Yaani hapo ni Amani. Pale ndio tulimsajili akiwa pale na ndio hatima ya kuondoka pale itatolewa. Lakini leo umekionaje kiwango cha Damaro kwa siku ya leo? Amecheza vizuri kwa sababu Damaro ni kiungo mkata shombo. Yaani kazi yake pale Damaro ni kuingia uvunguni. Kwa sababu ameingia uvunguni, ameenda ameziba, amefanya kitu kizuri sana. Lakini siku zote kiungo mkabaji waga asifiwagi sana kuliko kiungo ambaye anaenda kuscore. Kwa sababu leo tukimwangalia Duke Abuya namna kitu ambacho amekifanya, ukimwangalia Alan Okello, ni vitu tosha tu ambavyo vinafanya kwa wachezaji kuwa hatari kwenye siku ya leo. Pengine kuliko hata Damaro Kamara ambaye aliingia kwenye kipindi cha pili ambako timu imeshapata matokeo, yeye alienda tu kufanya utulivu. Sema Pacome leo haikuwa siku yake, tuko sahihi? Pacome ndo maji ya jioni kaka. Pacome ni maji ya jioni, anaenda kumaliza ule muda wake. Sasa hivi mchezaji kaka ni Duke. Fukuza wote wale, weka Duke pale kaka. Duke ndo mchezaji ambaye hapo. Na Duke nakwambia ni mchezaji mzuri pengine katika kikosi cha Yanga kuliko wachezaji yoyote, ukiachana na golikipa Jiji Jiara ambaye amemkuta. Duke Abuya tangu anaingia Yanga uchezaji wake ni ule, labda aongeze. Umenielewa? Uchezaji wake ni ule, labda aongeze, lakini sio kupunguza. Huyo ndio sifa za mchezaji mzuri, na pengine ni mchezaji ambaye anajitunza sana. Meja Isamuyo, kiingilio mzunguko unajua bei yake kaka? Sijajua, nipe kiingilio. 200,000. 200,000? VIP B 300,000. VIP A 500,000.
Shida yetu ni kwamba mashabiki wa uwanja ule wote atmosphere ni wawe mashabiki wa Simba. Shabiki wa Yanga 5000 tu zinawashindaga. Na mlangoni kaka atakuwepo huyu mzee. Mzee wa Jambia. Kwa hazi yake mzee wa Jambia Wilson Oruma ndio atakuwa mgeni rasmi pale. Tumeongea na viongozi ndio atakuwa mgeni rasmi pale. Wilson Oruma. Mechi sisi ndio wenyeji. Sisi mgeni rasmi tunamtangaza Wilson Oruma mzee wa Jambia. Shukrani sana. Nakumbuka uwanja Meja Isamuhyo mlango ni huu kama kwenda mbinguni vile. Na ile mechi sisi hatuweki squad, tumewachia wanajeshi. Ile mechi ni ya wanajeshi. Baada ya dakika 90 za pale tutashangaa wanyama wanavyosikitika. Na Simba siku hiyo wanakuja kuangalia mpira pale. Twiga kaka utaona baada ya dakika 90 wanasikitika. Shukrani sana William.